Alafu sasa tupata wapi mtu mwingine kama huyu? Ni wewe ndio ufae kubaki kwenye hiyo nafasi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na baada ya naomba Yusufu akabaki kwenye ile nafasi na alikusanya vyakula, na kwenye ile jakali ile ndio watoto ndio ndugu zake pia walienda Misri kwenda kutafuta chakula, maana vile kama njaa ilikuwa hapo kwenye nchi nzima. Kwa kipindi kile Yakobo na watuma waende Misri kutafuta chakula, wanaenda kule wanamkuta anayesimamia vyakula, maana kwenye kona zote kuna pengine penye chakula, isipokuwa ni kwenye ile nafasi ambayo Yusufu alikuwepo. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Roho anaweza akafungua mafumbo. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Si unakumbuka hata wakati wa Danieli, mfalme anaota ndoto, anafuta anaota ndoto gani? Aliota alafu akasahau. Kaota kasahau. Alafu anaenda kutafuta watu wamwambie mambo mawili, wamkumbushe ndoto aliyoota. Yaani kitu alichoota yakasahau. Kwa kwanza wamkumbushe kaota nini. Alafu cha pili wamwambie maana yake. Ni kitu kigumu sana. Kwa hiyo watu wanamwambia mtu, inawezekana, haiwezekani. Labda watakaoweza, labda ni wale watu ambao roho ya miungu iko ndani yao. Amani, haleluya. Wenyewe wanakiri mtu wa kawaida hataweza. Kama ni kutua umebaka tu kutuangamiza, jambo hili ni ngumu. Lazima wapatikane watu pengine wenye roho ya miungu, watajua uliota nini ulichosahau, lakini pia watakuambia na maana yake. Akasema unatafuta kufa na nitawaua. Hamwezi kutafsiri mtakufa. Unajua ni watu ndio waliopeleka taarifa kwa Daniel. Naambia jamani, sasa kuna hali imetokea huko ni mbaya. Nini? Mfalme ameota kasahau. Sasa anasema watu wasema alichoota, lakini pia wamtafsiri. Na kilichotangazwa ni kuuawa kwa wote wenye hekima. Maana yake hata ninyi hamtabaki. Ndio kama nenda kumwambia mfalme airishe jambo hilo, asubiri, nami nitampa tafsiri ya ndoto yake. Amen. Anakwenda kaenda kuwakusanya ndugu zake wale wakina Daniel, Meshach na Abednego, wakawakusanya, wakaenda akamwambia kuna kitu ambacho mfalme ameota amekisahau. Nataka tujue nini alichoota na maana yake ni nini. Wakaingia magotini. Walipoingia magotini wakamtafuta Bwana, Roho wa Mungu akawafunulia. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana akaanza kufunua mfalme alichokiota ni hiki na maana yake ni hiki. Kwa hiyo wakaenda kwa mfalme, wamebeba majibu, wamebeba ufunuo, wamebeba ufumbuzi, wamebeba jawabu na jambo lililoshindikana, maana Roho wa Bwana aliwapa kuelewa. Kwa hiyo akafika mfalme, ulichoota ni hiki. Akamwambia umeota moja mbili tatu, ni kweli kabisa, hicho ndicho nilicho kwanza. Akakubali ndoto, ndio hii kabisa, ndio hivyo. Akamwambia tafsiri ya pili maana yake ni hii. Haleluya, amen. Hebu pigie Bwana Yesu makofi. Tuna roho ambaye hakuna siri asiyoijua. Tuna roho ambaye hakuna kilichofichwa asitoweza kuifichua. Tuna roho ambaye anaweza akafahamu mambo yaliyofichika, mambo yaliyosirika. Tuna roho ambaye anaweza akaelewa vikao vinavyoendelea kwa siri kwa ajili ya uharibifu, kwa ajili ya mambo mabaya kinyume cha maisha yako. Yeye anaweza akajua. Ndio maana ile kipindi cha Yesu watu wanapanga vikao, anaonyesha kiamuka, anatoa tazama, mfano usiende leo nje hii maana kuna maadui, leo usifanye hivi maana kuna mpango huu, mpaka yule anagombana na
timu yako kwamba nani anayetoaga siri, maana kila tunalolipanga halifanikiwi, maana maadui. Unajua niwaambie, siri ikishavuja huo mpango umeshaharibika. Umeshaharibika, maana haifanikiwi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wakae tena wafikiri mpango mpya na wenyewe unafichuka. Tumjue Roho Mtakatifu. Kama kuna paswa ya kufanya rafiki wa karibu ni huyu. Bwana asifiwe sana. Ni Roho Mtakatifu. Huyu ukiwa naye Bennett utakula matunda ya nchi. Ukiwa naye karibu utaenjoy kwenye maisha yako ya kiroho. Kadri unatumia akili kubwa, unatumia nguvu kubwa, unatumia mapambano makubwa na bado tunakwama. Lakini light tumjue, light tumfahamu, alafu tumpe nafasi. Yeye sio nguvu, yeye ana utu, ana akili. Ndio maana anaweza akatufunulia. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Anaweza akatufunulia. Anaweza akatufunulia. Roho Mtakatifu ana akili. Mwambie jirani yako ana akili. Mwambie tena ana akili. Amen. Sasa lakini pia Roho Mtakatifu ana hisia. Ana hisia. Ana hisia. Ndio maana kwenye Waefeso 4:30 ndio tunaposoma. Waefeso 4:30. Soma. Waefeso 4:30. Biblia inasema, wala msimuhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Wala msimuhuzunishe. Huwezi kuhuzunisha nguvu, lakini unaweza ukaihuzunisha nafsi. Si ndio? Mtu mwenye hisia unaweza ukamhuzunisha. Kwanza, wala msimuhuzunishe yule Roho Mtakatifu. Usimuhuzunishe. Bwana asifiwe sana. Unajua kumhuzunisha maana yake ni ile hali ya kumkatalia. Pengine anasema na wewe hivi, alafu unagoma, unakataa, inampelekea kuhuzunika. Pengine anakukataza jambo, usifanye hili, usiende pale, usisafiri leo, usiseme neno hili. Yaani kuna makatazo yanakuwepo ndani yako. Kuna vitu ambavyo anasema na moyo wako, anasema na maisha yako, anasema na wewe. Kuna vitu anakuonya. Usipomtii, usipomsikiliza, anahuzunika. Na ukakadiba kuhuzunika, utakosa raha kwenye maisha yako. Moyoni utajawa na huzuni, moyoni utajawa na uchungu, moyoni utajawa na masikitiko kwa sababu ya jambo lile ambalo Mungu anaonya na kuonya na kuonya, na mwisho unaamua kufanya. Amani ya Mungu inatoweka kwenye moyo wako. Unaanza kujikuta umebaki kwenye fadhaa. Kwa nini nimefanya hivi? Lakini mwanzoni ulisikia usifanye hivi. Na wengine hawajui hata ni roho, wanasema kuna kitu kikaniambia. Sio kitu, ni Roho wa Bwana. Kabla sijafanya hivi kuna kitu kikaniambia. Kuna kitu kimesema. Sio swala la kitu, ni Mungu ndani yako kupitia Roho wake ndiye anayeonya, ndiye anayekataza, ndiye anayezuia kwamba hili hapana.
sababu na sababu zako, na unaona ni za maana, na unaona ni za msingi, unang'ang'ana tu. Unataka ukifanya vile roho wa Bwana na huzunika. Ni kama vile kwa wazazi. Hivi unaonaje, unamuonya mtoto wako kwa habari ya jambo hili, ukamuonya, alafu unashangaa anafanya hivi, unajisikia raha? Unajisikia vibaya. Unajisikia huzuni, unajisikia masikitiko. Na wakati mwingine inabidi achapwe, kuna vitu atavikosa nyumbani kwa sababu ameonywa, amekatazwa. Mwisho analeta huzuni kwenye moyo wa wazazi. Kwa nini huyu tunamwambia asikii? Amekuwa mjanja kuliko unajua tunamia watu kusikilizeni waliokatangulia. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kuna mtu akifikia nafikiri kama anajua kila kitu. Hujui kila kitu. Hata kama umesoma na wazazi hawajasoma, wana busara ya maisha. Wameona watu wengi, wameona mifano mingi, wameona watoto wengi waliokuwa kwenye mikono yao au waliokuwa kwa wazazi wengine, wameona matokeo yaliyowatokea. Ukisikia wazee wana hekima, si kwa sababu wakati mwingine ya kusoma, ni kwa sababu ya kuona mambo mengi. Baba, kama hili mwanangu, hili matokeo yake itakuwa ni mabaya. Macho yako kama ya kuku ya kuona hapa hakuna kitu. Hili teknolojia, hawa wazee wanaleta vya zamani. Wewe tuwe na adabu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Tuwe na adabu na tuwasikilize maongozi. Wakati mwingine ukipata shida, nataka kujua hivi ni kwa nini unasema hivi na hivi, atakupa sababu na utaelewa. Na wakati mwingine hata usipoelewa, jaribu kutii. Naomba Mungu anavyotuongoza ni kiajabu mno. Kuna vitu wakati mwingine wanaomba hata iwapa kuki sababu. Ila tu ameweka mstari mwekundu usipite. Akanyamaza. Sasa wewe kwa nini? Yana mshaka mstari mwekundu usipite. Ukitaka wewe pita, utakutana nacho. Kuna mengine atakwambia msifanye hivi na hivi, itakuwa hivi na hivi. Kwa wakati mwingine hasemi mambo mengi. Hata baada ya kutuongoza kwake, hata tusipomuelewa tumsikilize. Haleluya! Maana bado mpango wake ni mwema, bado mpango wake ni mzuri. Usimuhuzunishe Roho wa Bwana. Unang'ang'ania hiyo safari, kuna nini? Unang'ang'ania huo urafiki, kuna nini? Unang'ang'ania hiyo kazi, kuna nini? Bwana Yesu atusaidie. Sasa kadri anavyosema, wakati mwingine anahuzunika kwa sababu anahisia. Anaweza akahisi furaha, anaweza akahisi huzuni, anaweza akahisi kufurahishwa, anaweza akahisi kuhuzunishwa. Ndio maana tunatolewa onyo, msimuhuzunishe. Mungu atuponye. Anahisia.